Mahitaji yetu ni makubwa kama ambavyo nimeelezea kwa ufasaha kabisa, na ndio maana serikali imekuja na mpango mkakati. Mpango huu ni mwamko ambao serikali imekuja nao kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji wa dawa kwa sababu ya athari mbalimbali ambazo zinaweza kuibuka na kutuingiza kama taifa katika changamoto kubwa. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji, kwa sababu umewasikia wamiliki wa viwanda vya dawa, wao wenyewe wamesema kwamba tuko asilimia 10 au chini ya asilimia 10. Sasa hii haikubaliki kwa taifa ambalo limepata uhuru kwa zaidi ya miaka 60, lakini pia kwa taifa ambalo ni taifa huru. Unapokuwa huru unahitaji kuwa mtegemezi katika swala la msingi la matumizi ya dawa. Huwezi kusema uko huru alafu unaagiza dawa kutoka nje, na huwezi kujua inapotokea changamoto za kiusalama watu wanaweza kutumia mwanya huo kushughulika na watu wetu. Kwa hiyo ni lazima kama taifa tuamue, na tumekwishaamua kwamba wakati ni sasa. Tunataka tuvikuze viwanda vyetu vya ndani, tunataka tuwakaribishe wamiliki wa viwanda wengine kutoka nje, na tuwe na soko ambalo ni soko letu wenyewe, tuwe na uwezo wa kuzalisha dawa wenyewe, si dawa tu, mpaka vaccine tunahitaji kwa Kiswahili sifasa, vifaa tiba na vitandanishi, kwa sababu kwa sasa hivi bado tuko zaidi ya asilimia 99.9 tunaagiza nje ya nchi. Kwa hiyo unapozungumzia taifa huru, ni taifa ambalo linajitosheleza katika mambo ya msingi, na sekta ya afya ni moja ya mambo makubwa ya msingi wa usalama wa afya nchini Tanzania. Kumekuwa na minong'ono hasa katika mitandao na baadhi ya maeneo, watu wakizungumzia kuhusiana na swala zima la dawa za kufubaza virusi vya ukimwi kwa maana ARVs. Wanasema huenda huko mbeleni kukawa kuna uhaba wa upatikanaji wa hizo dawa au zikawa zinapatikana kwa manunuzi kwa wahitaji. Kama serikali, ipi kauli hasa wanahitaji? Sera yetu iko wazi na tuwatoe hofu wa Tanzania. Mheshimiwa Rais alikwisha sema kwamba tunahitaji kujitegemea, na sisi kama wizara tayari tumekwisha weka mikakati ya kuhakikisha kwamba haitatokea changamoto yoyote ya ukosefu wa dawa za aina yoyote, sio hiyo tu, hata dawa nyingine. Na jana juzi tumesikia maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhusu kwenye eneo la dawa, lakini sisi tunajikita kuhakikisha kwamba dawa hizi zinazalishwa hapa nchini. Na ikumbukwe tu kwamba serikali imewekeza pia katika viwanda vya dawa vya aina hii kupitia MSD, kampuni tanzu ya MSD ambayo tunakwenda kuzalisha dawa wenyewe hapa nchini, na pengine mwakani, pengine mwezi wa pili, mwezi wa tatu, tunakwenda kuzindua kiwanda ambacho serikali ina mtaji wake mkubwa ya uzalishaji wa dawa za aina hii. Kwa hiyo niwatoe hofu wa Tanzania. Taifa letu ni taifa ambalo limejipanga vyema, tumekwisha pokea maelekezo ya Mheshimiwa Rais, lakini kama wizara tumekwisha jipanga vizuri. Hakutakuwa na uhaba wa dawa ya aina yoyote hapa nchini. Mheshimiwa, lakini vile tumeona wakazi wa Temeke kupitia hospitali ya wilaya ya Temeke wamekuwa kilalamikia kumekuwa na changamoto ya upatikanaji wa huduma ya X-ray. Wamekuwa wakielekezwa kwenda maeneo mengine kwa ajili ya kupata huduma hiyo. Haya ambayo imekuwa ikitafsirika pengine huenda labda kuna ufisadi ambao unafanyika. Ninyi kama serikali imekwisha kulipokea ile, na ipi kauli yako sasa? Labda niseme, na mimi nimeona kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii taarifa kwamba pale Temeke kuna X-ray mashine hazifanyi kazi, na watu wamezungumza mambo mengi. Labda niseme hakuna wakati ambapo serikali imewekeza katika vifaa tiba kama wakati huu, serikali ya awamu ya 6. X-ray tunazozungumzia Temeke zipo katika halmashauri zote nchini, na tunazungumzia digital X-ray, X-ray za kisasa kabisa. Sasa baada ya kuona taarifa hii kupitia vyombo vya habari, niliwaelekeza wasaidizi wangu kufuatilia kwa kina, kwa sababu hatuna changamoto ya kifaa hiki hapo Temeke, haipo changamoto hiyo. Kwa hiyo tuwaelekeza wasaidizi wangu kuweza kufuatilia, kupata undani wa taarifa hii, na hivi tunavyozungumza mashine zote zinafanya kazi vizuri baada ya ufuatiliaji, lakini tumegundua kwamba kuna usaliti mkubwa uliofanyika pale Temeke katika eneo hili, na nimekwisha elekeza uchunguzi wa kina ufanyike ili watumishi waliohusika, kwa sababu taarifa tulizopata ni kwamba kuna usaliti uliofanyika. Baadhi ya watumishi walizima mashine kwa makusudi kabisa, na watumishi hao waliozima mashine hatujui ni mmoja au ni wawili, kama walishirikiana, walizima mashine na kupelekea wagonjwa kukosa huduma, na wao wenyewe ndio wakawaelekeza wagonjwa kwenda kupata huduma hiyo nje ya hospitali ya Temeke. Kwa hiyo jambo hili tunalifuatilia kwa kina, na niseme wazi tu, mtumishi yoyote katika wizara hii atakayehusika kwenye usaliti wa namna hii, sio tu kwamba atafikishwa kwenye vyombo husika, tutamfukuza na hatapata ajira yoyote ndani ya serikali.
Kama ni daktari, ina maana tutamnyang'anya cheti chake, hatafanya kazi sio Tanzania tu, hata nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo taarifa hii tumeisikia, tulifuatilia. Hivi tunapozungumza hakuna mashine ambayo haifanyi kazi pale Temeke. X-ray zote ambazo ziliripotiwa kwamba hazifanye kazi, zote zinafanya kazi vizuri. Lakini tuligundua kwamba, na katibu mkuu anaendelea na uchunguzi kuweza kubaini kitu gani kilitokea. Lakini tumepata taarifa kwamba kuna usaliti uliofanyika, ambapo baadhi ya watu wasio waaminifu, watumishi wa serikali, walizima kwa makusudi ili kuwaelekeza wagonjwa kwenda kupata huduma hiyo katika vituo ambavyo si vya serikali. Baada ya kuligundua hivyo, tulituma wataalamu wetu siku ya jana, walikwenda kuangalia, waliziwasha zile mashine na waliangalia mashine hazina tatizo lolote. Kwa hiyo tunaendelea kulifuatilia jambo hili. Tukiligundua, awe ni mtumishi mmoja, wawe watumishi wawili, wawe ni watatu, walishirikiana, hawakushirikiana, tutawafukuza kazi baada ya taratibu za kinidhamu kufuatwa. Taratibu za kimaadili, kama unavyofahamu, sekta hii ni sekta nyeti na ina kamati zake za kinidhamu. Iwapo ukibainika kwenye kamati hizo, maana yake wewe hautakuwa mtumishi tena, si Tanzania bali hata nje ya mipaka ya Tanzania. Maana yake kile cheti chako tutakunyang'anya, hutaweza kufanya kazi hiyo popote ndani ya mipaka ya nchi yetu au nje ya mipaka ya nchi yetu. Kwa hiyo tutatoa onyo kali baada ya taarifa hii, lakini niwaambie Watanzania wa Temeke kwamba hatuna changamoto ya X-ray. Mashine zote ni nzima na zinafanya kazi nzuri. Kilichotokea pale Temeke ni usaliti ambao uliofanywa na baadhi ya watumishi wetu wasio waaminifu, wasio wazalendo kwa taifa letu. Na kwenye hili tumesema hatutakubali hata kidogo. Mtumishi aliyehusika, awe ni mmoja, kiwe ni kikundi cha watu, tutawafukuza kazi baada ya taratibu za kinidhamu kuwa zimekamilika.